kwa namna kikosi ambacho kinaweza kwenda kuleta surprise katika mashindano ya AFCON au surprise inategemea na hata wapinzani wako ambao unaenda kukutana nao, kwa sababu mimi nafikiri kwenye mpira wa miguu kuna vitu vingi sana. Maandalizi yapo ya aina tofauti tofauti, kwanza kuandaa kikosi chenyewe, lakini pia namna ambavyo mwalimu anasika umeselect hiyo squad yako, bila kusahau pia ile tunasema kwamba mashirikiano ndani ya kikosi, kwa maana mchezaji na mchezaji, lakini pia mchezaji na mwalimu, mwalimu na management nzima, kwa maana ule msafara ambao unaweza ukawa unaenda kushiriki tournament husika. Kwa hiyo inapokuja kwenye issue ya surprise, nafikiri inategemea wao watakuwa wameenda kukuta nini kwenye mashindano yenyewe, kwa sababu tunachoangalia pia hata na wapinzani wako, unaona namna gani ambako hususan Tanzania tupo kwenye kundi gumu sana ambalo unataja ndani Nigeria yupo. Kwa unaona kwamba kikosi na grupu ambayo tuko nalo kwa picha ya nje inakuonyesha kwamba inawezekana, mimi tu nisiwe mwongo, nafikiri bado tupo kwenye kuendelea kuongeza ubora wa kikosi chetu, kwa maana kuselect wachezaji, lakini pia kutengeneza miundo tofauti tofauti ya namna gani ambako kama taifa basi tuna uwezo wa kujikuta tunaenda kushindana. Now as we talk ni kwamba takriban hii tunazungumzia kama mara 3 mara 4 tukiwa tunashiriki, nafikiri mara 3 sasa tunashiriki michuano ya AFCON. Kwa hii haijawa tena ni bahati nasibu, ni kama tumeanza kujenga ule utaratibu wa kwenda kushiriki. Sasa kushiriki ni jambo lingine na kwenda kushindana ni jambo lingine. Kwa sasa hivi ukiangalia Taifa Stars unaweza kuona kuna vijana wengi sana ambao tunasema ni upcoming player, wanaokuja wanaonyesha interest yao kwamba wana uwezo wa kupambania taifa lao. Tunaona hata walimu wanapokuwa wanafanya selection yao, unaona kila siku kunakuwa na maingizo tofauti. Hii inakupa picha kwamba inawezekana ikawa tofauti kidogo na miaka ya nyuma, kwamba ilikuwa ukimwona Nabil Kanabala yupo kwenye squad basi anakuwepo huyo, ukimwona Simon Msuva, ukimwona Thomas Ulimwengu. Lakini sasa hivi tunaongelea baadhi ya wachezaji hawapo, unaona kunakuwa na mabadiliko na watu wanaanza kuona, wengine wanaanza kunyoosha video kwamba kwa nini kaachwa huyu, kwa nini kaachwa huyu. Kwa hiyo squad inazidi kugrow. Sasa kama inakuwa, maana yake inampa mwalimu sasa kubwa ya kuchagua wachezaji kulingana na mahitaji ya michuano yenyewe. Kwa mimi no doubt kwa mwalimu, kwa sababu mwalimu ana select wale wachezaji ambao anahisi yeye wanaenda kumpa kile ambacho anakuwa anakihitaji. Na wakati mwingine mwalimu anaweza select mchezaji tu kwa sababu ka perform vizuri kwenye ligi kuu. Kwa sababu kama sasa hivi ukiniambia kwenye level ya ligi kuu mchezaji ambaye ka perform vizuri zaidi kuliko wachezaji wengi ni bwana mdogo ule Saleh Karabaka, nafikiri amekuwa na nyakati bora sana, magoli takriban 4 na assist takriban 2 mpaka 3 amekuwa nazo kwenye ligi. Kwa hiyo ndio top performer wa ligi kuu, lakini ni quality ya kwenda kuinput kwenye kosi ya timu ya taifa. Mwalimu kwa vyote hivyo anajaribu kuanalyze zile sifa moja moja, mchezaji mmoja mmoja, na kuangalia ni yupi anaenda kumsaidia kwa kitu kimoja kimoja. Tunasema zile small details ambazo zinamfanya mwalimu awe na machaguo tofauti tofauti, ndio pengine ukiangalia squad ya mwalimu inakuonyesha kuna kitu ambacho yeye ameuwa kuweza kuwaita wachezaji ambao wapo kwenye kikosi. Kwa kwangu mimi nafikiri kwa Tanzania mashabiki ni wakati wa sisi tu kusupport kile ambacho mwalimu amekuja nacho, tuone namna gani ambapo anaenda kuapproach game zake ambazo zipo mbele yake. Stars msimu uliopita ukiangalia Stars iliyoshiriki msimu uliopita, at least nafikiri tulikusanya kama alama 2 kama kwa zangu sawa.
tulitoa sare 2 dhidi ya Kongo, lakini pia dhidi ya Zambia. Kwa ilikuwa hatujawahi kufanya hivyo miaka yote ambayo tumekuwa tukishiriki. Maana yake kutoka kwenye AFCON tulizoshiriki mpaka hiyo ambayo tumekuja kushiriki msimu juzi 2023, si ndio? Maana yake kuna gap ambalo tulikuwa tumeimprove. Lakini pia hata wale wachezaji ambao walikuwepo kwenye AFCON iliyopita, unaona kuna wengi wao ambao wamejumuishwa, akina Taya na Waki hao, naona kina Haji Mnoga still bado sasa hivi wameitwa kwenye squad. Nafikiri kuna namna ambayo unaona unaweza usione ule tofauti mkubwa, lakini ni ngumu sana kupredict ule tofauti wakati bado kwanza hata michuano yenyewe haijaanza. Kwanza tukumbuke pia hata AFCON iliyopita ilikuwa ni, nafikiri ilikuwa chini ya Hemed Suleiman Morocco. Yes. Baada ya Adel Amoch kuweza kufungiwa kwenye ule mchezo wa kwanza dhidi ya Morocco, kama nakumbuka, akitajwa kuweza kutoa matamshi ambayo hayakuwa na staha. Kwa baada ya pale Hemed Suleiman Morocco akachukua timu na tukaenda mpaka hatua ya mwisho baada ya kutolewa kwenye makundi. Kwa sasa hivi tunaenda tukiwa tena ni refresh kwamba tumetoka kwenye AFCON iliyopita, tumekusanya alama 2. Sasa hivi tunaendaje? Ili hali mbele yetu tuna majati. Kitaja Nigeria ni taifa ambalo kitaswira limetuacha mbali. Quality ya wachezaji, hata namna exposure ya wachezaji wao ambao wapo nao, angalia kina Victor Osimhen, angalia akina Base wale wacheza Fulham beki yule, lakini pia mwangalie Ademola Lookman kutoka Atalanta Bergamo. Wana squad ile ya kuweza kutusisimua. Sasa kinachobaki wakati mwingine kuna muda wa kuwa na kikosi bora na kuwa na timu bora. Sasa sisi hapa tunachoangalia ni kwamba je, Miguel Gamondi atakuwa ametutengenezea timu bora, kwa sababu kikosi bora sisi hatuna. Yes, kwa maana quality ya mchezaji mmoja mmoja hauwezi kucompare na Nigeria ambapo ndio mchezo wetu wa kwanza wa ufunguzi. Unaona kabisa kwamba hiyo quality sisi hatuna. Lakini kama atafanikiwa kutengeneza timu bora, inaweza kufanya chochote, na tukaona kuna utofauti mkubwa kuanzia kwenye ile AFCON iliyopita mpaka hii ambayo tunaenda kuiendea siku 12-11 zilizobaki. Kwa wacha tuone nini kinaenda kutokea, lakini nafikiri ni mashindano ambayo hayahitaji masiara hata kidogo, kwa sababu najaribu kuvuta taswira kama mataifa kama Morocco, Egypt, angalia pia Tunisia, angalia Algeria, angalia Ivory Coast, Cote d'Ivoire, mabingwa watetezi hao, si ndio? Unaona hiyo picha, kuonyesha tu taswira ndogo ili tuangalie, je, sisi tuna ubora huo kwenye washindani ambao tunaenda kukutana nao. Picha moja kwa moja inakuonyesha kwamba jibu inawezekana kwenye big no ikawa ni hapana, lakini yawezekana pia mwalimu akawa na bahati, kwa sababu kwenye mpira wakati wote tunasema kuna bahati. Ukawa na bahati, ukaenda kila game unaocheza ukawa unakusanya alama, ingawa hicho kitu kinatokea mara moja, sio kila wakati. Kwa hiyo nafikiri Miguel Gamondi yeye anajua namna gani ambapo anaweza kwenda kucheza mechi zake na kufanya tukawa na mashindano bora kwa mwaka huu, pengine tukakusanya alama zaidi ya zile ambazo tulikusanya msimu uliopita, kwa maana kwamba AFCON iliyopita.